Jumapili Mei 25 mwaka 2025. Lamani inasoma ni ndani ya visiwa vya Zanzibar, ardhi inayoongozwa na Rais Hussein Mwinyi, mzee mwenye busara, hekima, huruma na maadili yaliyoimarika. Ndipo linapopatikana dimba la Amani Stadium, mahali ambapo miamba miwili ya soka leo inakutana kuonyesha ubabe. Simba Sports Club ni mwenyeji wa mchezo na RS Berkane ni mgeni wa mchezo anayeingia akiwa na chakula alichokiandaa nyumbani kwake, kwa maana ya ushindi wa mabao mawili aliyoyapata katika uwanja wa nyumbani kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya mnyama Simba. Simba Sports Club jana Mei 24 walifanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa leo, wakiwa wanawakaribisha RS Berkane ya Morocco kwenye mchezo wa marejeano katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports Club watapaswa kushinda angalau mabao 3-0 ili kunyanyua kombe la shirikisho barani Afrika. Matokeo mengine yatakayokuwa rafiki kwa Simba ni ushindi wa mabao 2-0, jambo litakalosababisha ubingwa kuamliwa kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Ikumbukwe kwamba ni mchezo ambao lazima mshindi apatikane. Endapo dakika 90 za kucheza zitakamilika bila mshindi wa jumla kupatikana, basi zitaongezwa dakika zingine 30 za kuchezwa, na kama zitamalizika bila mshindi kupatikana, basi hatua ya changamoto ya mikwaju ya penalty itaamua nani awe bingwa. Katika hatua ya robo finali, Simba Sports Club walishinda kwa mikwaju ya penalty baada ya sare ya mabao 2 dhidi ya Al Masry, kila mmoja akishinda kwenye uwanja wake wa nyumbani. Mioyo ya mashabiki wapenzi na wanachama wa Simba Sports Club imejawa na matumaini ya kutosha kuelekea mchezo huu muhimu kwao ili kuweka historia mpya kwa miaka ya hivi karibuni ndani ya klabu yao. Wapo wanaoamini kuwa Simba Sports Club atachukua kombe, wengine wakiamini ni jambo gumu kutokana na matokeo ya awali na athari ya goli la ugenini ambalo Simba hawakulipata, na endapo Berkane watalipata ni msaada mkubwa kwao. Filimbi ya mwisho ya mwamuzi itamaliza utata, ubishi na majigambo yaliyopo kwa sasa miongoni mwa wanamichezo mbalimbali Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tukutane baada ya mshindi wa kombe la shirikisho barani Afrika kupatikana. Naitwa Jessica Bitus. Asante sana kuendelea kuiamini na kuipa nafasi wa kusoma media, miongoni mwa sehemu sahihi za kupata taarifa, habari na dondoo mbalimbali za kimichezo.